nashukuru sana Mheshimiwa Arama kwa kukaribisha hawa watu wa Lakeview mahali hapa. Manake wamekuwa na nia sana ya kufika mahali hapa. Lakeview wananiuliza kuongea na sisi sio shida. Shida ni sisi tunataka tufike kwa mheshimiwa turudishe shukrani. Na nafurahia sana kwa mwito wako, ulikubali na wamekuja sasa. Ni kama mmekubali kweli na mnasema kutoka ndani ya moyo wenu ya kwamba mnataka kubadilisha kura kukuja kutoka east kukuja west. Iniweni mkono nione. Asante sana. Mheshimiwa Arama, hao wananchi wa Lakeview wameona kuna mahali wanafinywa na kuna mahali wanafinyika. Hii town sisi wote tumekuja kutafuta. Na tunapokuja kutafuta tunatuma viongozi wetu pale mbele kutufanyia kazi na kutuelezea vile kunaenda. Lakini hawa washaona tayari matunda kutoka kwako na uliwaonjesha tu. Na kwa vile uliwaonjesha wamejua kwamba huko ndio kuna mambo mazuri. Mimi naomba ya kwamba vile tuko hapa, tunapotoka kule tukishamalizana na hii mkutano, kubadilisha kila mtu atakuwa anatembea na watu 10. Watu 10 hata 20 ikiwezekana. Unasema sisi ingekuwa tu sahihi tubadilishe tumalizane. Atatupea mwongozo. Yeye ndiye atatupatia mwelekeo. Sasa tumebeba ndio hivi. Sasa mimi nikiwa hapa naongea kama mtoto. Mtoto akishaongea baba anafanya nini? Anaanda over, ndio? Mimi nashukuru sana kwa kuja kwenu na ukarimu wenu. Na ile kitu ambayo nitawaelezea kwamba tunakosa kusaidika kwa sababu ya viongozi. Kama upande wetu wa West tuko na Mheshimiwa Arama. Yeye hapagui kabila wala mdogo wala mkuu. Tumeona na macho. Sasa tukiwa hapa hatuko hapa Waluhya pekee, tuko hapa kabila zote, si ndio? Ambapo yeye hana ukabila, hana jambo lolote lile. Yeye ako free na kila mtu. So tafadhalini tukue na hiyo moyo na to make sure amerudia tamu ya ngapi? Sisi wenyewe tunataka arudi tamu ya ngapi? Ya 3. Semeni Mheshimiwa Arama 5 tena. 5 fresh. 5 tena. 5 tena. 10 tena. Ni 5 tena kwa sababu hiyo nyingine tutampea ugava. Yeye anaingia 10. Kwa hivyo tafadhalini watu wa Lakeview msikie mko huru, feel at home. Na tunawakaribisha pande hii. Mimi nasimama Kaptembo Ward, na kama nikibadilisha tutapanga vile tunastahili kukue na mpangilio, tukue na mpangilio, si ndio? Asante. Alafu mkiona mheshimiwa hapo hivyo, kuna mzee amesema hapa jambo. Miti ambayo iko na matawi na yenye iko na matunda ni gani inarushwa mawe? Matunda. Hata Yesu mwenyewe alisalitiwa na watu wa kwao. Lakini alifanya nini? Walikuja kuona baadaye kumbe yeye ndiye alikuwa mfalme. Kwa hivyo tushikilie huyu mheshimiwa. Mkiwa watu wa kule, mkuja pande hii, mtaona ile matunda ambayo yenye iko. Ndio? Na hivi karibuni nimesikia bwana Mumanyu umeuliza Skuti. Tutarudi hapa wakati mwingine sasa. Tutapanga mpangilio tukiwa na chairman hapa. Kufanya namna gani? Kuimuindozu kwa Walu upande wa Nakuru Town West. But kwa sasa hivi tushikane mkono sisi wote kama jamii, tupate kiongozi hapa chini ambaye mwenye huwa anaweza pelekea Mheshimiwa Arama ripoti. Na hapa kwake yeye afungii mtu ile gate. Ukiona shida yote ukiingia hapa atakusikiza. Asante. Huko kwenu sijui mnafanya namna gani. Hatuoni. Asante. Kansula. Wewe ile jambo lenye liko kwetu hatujui boma ni nani. Sisi West tuko na bahati. Mabibi ni wengi. Hatujui boma ni gani. Sasa mtajua sasa hivi. Hata kesho kija useme jambo fulani utafanya nini utasikizwa. Huku kwetu huwa viongozi wa ufukuzi wananchi, sawa? Mheshimiwa Arama wananchi wanakupenda na wameamua kiona vile wamekuja, hata wengine nimewazuia. Walikuwa wakuja wengi sana. Mheshimiwa, nikivumbina ma Lakeview. Lakeview, thank you very much. Kwa majina naitwa Temesi. Nataka kwanza kuchukua nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Arama kwa ukarimu wake na kazi yake njema ambayo anafanyia watu wetu. Hii safari chini ya mchungaji wetu walitueleza mapema, tukaongea na mheshimiwa, tukaongea na Joshua, na kwa bahati mzuri mzee Sengera akaingilia, nikao nimeongelea kwamba watu wetu ambao wameona matunda yale ambao watu wa Nakuru West tunayapata basari, watoto wetu 3,000
wamepewa basari Nakuru West. Kila mtu minimum shilingi 10,000. Huyu mzee ndio kazi anatufanyia. 10,000 maximum. Maximum Nakuru West. Minimum. Ile ya chini basari ambayo watu wa Nakuru West napata ni shilingi 1000 ngapi? 10. Juzi hii ndovu akatueleza kwamba na hiyo yote ni boarding. Sasa amesema hivi, kuanzia financial year mwaka huu, this financial year, Mheshimiwa Arama na watu wa Nakuru West Day Scholars wanalipiwa school fees a half of their total school fees. Sasa tunawahimiza hivi ndugu zanguni, watu wetu, na yeye mwenyewe ni chama. Yeye mwenyewe ni nini? Chama. Akisimama na chama yoyote ile, bora umeona Arama unaweka nini? Alama. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wamei kuingia katika nyumba ya mheshimiwa? Si hapa yoyote. Ni wangapi? Ni wangapi leo wameingia hapa? Sisi yote leo. Ni wangapi wako na furaha? Kuna kitu ningetaka niseme ili mtu asitoke hapa aende kusema huko ati Mheshimiwa Arama amenyang'anya watu yake huko wamekuja hapa. Si mmekuja kwa hiari yenu? Niko mtu amerasimisha nyinyi. Mtu asitoke hapa aseme tumerasimishwa. Ile mti iko na matunda na ile mti haina matunda. Ni gani inapigwa sana? Ni wapi watoto watapanda sana? Ni ya matunda ama ni ile haina matunda? Kwa hivyo mmeona mahali iko matunda. Mahali iko matunda muje ili mfanye nini? Mule matunda. Kuna kitu ningetaka niweze kusema. Mmezungumza juu ya pasari. Ni sababu mmesikia pande hii kuna nini? Kuna pasari. Unajua msichana akiwa kwao, kabla hajaingia kwa nyumba, hawezi kusema mimi nataka uninunulie hii nguo, unifanyie hii, si aingie kwanza. Ni kweli ama si kweli? Kile mungefanya, mungeuliza Mheshimiwa Arama, sisi tumekuja, sasa tunataka tuonyeshe ile nyumba tutakaa ili tukupee kura. Ingine ni kwamba Mheshimiwa ana roho safi. Kabisa. Yeye ana roho safi. Kabisa. Na yeye husikiza sana. Ndio sababu mnaona anafanya hivyo. Mmesema awe governor. Mimi nilikuwa nasema hivi. Mungesema God willing 2022 tumpe awe MP kwanza. Sikiza. Muonje ile matunda ndio wakati mwingine ndio afanya nini? Governor. Ndio asonge. Piga makofi ndio nione. Moja. Mheshimiwa. Aendelee. Hapa ni Walani nimekuja nimechelewa. Nikasema nipitie tuone kama Waluya tuko na hawa pamoja kwa mheshimiwa. Na hapa ni State House. Mheshimiwa, asante sana kwa kunialika. Na achani niwaambie kitu. Si viongozi wengi wamefungua milango yao wananchi waingie. Si viongozi wengi. Yes. Sauti iko chonjo. Haya. Nilikuwa nawaambia si viongozi wengi wanafungua milango kwao, wananchi wale waliwachagua wanaingia. Si viongozi wengi wanachukua namba ya kila mtu, hata ukipigia mheshimiwa aone missed call atakupigia. Kabisa. Ni ukweli? Mimi nilishikwa na curfew na tulimpigia simu na akachukua. Mheshimiwa ni wetu. Sisi hatukufanya makosa kuchagua mheshimiwa kumweka bunge. Madamu wake asante. Ile gate hujaifunga.
Na jamii ya Waluya mko wengi kiasi kuliko sisi Wakamba. Na Wakamba sisi tuko na msimamo. Tulikuwa pia tumeitwa hapa kama nyinyi wakati ya by election hapa. Na tulisimama na mheshimiwa. Na tunaenda 2022. Ukimeki mistake, mweke mtu mwingine. Anzieni masaibu hapo. Mashida zenyu zinaanzia hapo. Hapo. Wamama mupo. Basa zinakatikia hapo. Basa ni mtapata. Ukiweka mtu mwingine. Chai ya mtakunywa. Kina maji. Hey, maji na sukari. Kila kitu. Kwa mheshimiwa kila kitu iko. Na nyinyi jamii ya Waluya, mufikirie saa zile mko na shida. Mkikimbia hapa kama hizo shida huwa zinachukuliwa aje. Sisi tumetoka Ukambani huko kukuja huku kujitafutia. Na hatukujua tutapata. Sisi huwa hatusemi alama, sisi tunasema alama. Alama kwa sababu ni wetu ni alama ya Wakamba. Sitaki kuongea sana, lakini 2022 tusifanye makosa. Kwanza kujisikia niko State House. Kutoka nizaliwe, huyu ndio kiongozi wa kwanza kuingia kwake. Na hakuna appointment. Bwana mheshimiwa, mimi nafanya sauti kidogo. Secondly, bwana mheshimiwa, mimi ni mwana boda boda. Na kuaga mahindi choma. Na mimi nimekuja kama representative wa wana boda boda wa Choma. Walisema hii shughuli imetolewa, so ni represent. Kitu ya kwanza ni muhimu sana mtu akupe ndoano kuliko akupe samaki. Kwa nini nimesema hivyo? Akikupe samaki, kesho utarudi kumwomba ingine. Na akikupe ndoano, kesho utajua kuinavuriwa ama ni uongo? So mheshimiwa, kitu ya kwanza sekta ya boda boda tumekuwa chini kwa sababu pikipiki zinaharibika juu ya barabara. Tumekuwa tukitembea sehemu huku vipande yako kwa mheshimiwa, na tumeona barabara huku ni wembe. Na maanisha nini? Kitu inaitwa panje upatani nayo kwa kitu ya kwanza. Kwa sababu panje inapatikana wakati barabara ni mbovu, pikipiki utaunda wakati barabara ni mbovu. So mheshimiwa, tumetumika ya kutosha. Wacha niongee kwa niaba ya wenye wamenituma. Tumetumika ya kutosha. Kitu ya kwanza tumerusha mawe ya kutosha. Wakati kumeharibika ndio tunajulikanaga tuiko area. Priority ya kazi kitokea hatuonekani. Kurusha mawe mpaka mkono ifika mari nikasema wacha sasa nifanye kazi yenye nastahili kwa sababu kitu ya kwanza pia tunapigania uhai kwa sababu tuko na watoto nyuma yetu. So secondly, mheshimiwa, ningesema shukrani sana kwa kutuita kwa shughuli kama hii kwa sababu huo mzee mwenye alituacha alikuwa mzee wetu wa mtaa. So sina mengi ya kuongea. Tupe nafasi ya kuingia huku kwako mheshimiwa. Nafasi tunahitaji tena zaidi kwa sababu kama tungekuja tukiwa boda boda mheshimiwa, tungeambiwa tumekuja maandamano. Na kwa sababu mimi kama kiongozi wao akasema acha wanitume niwafikishie ujumbe kwako mheshimiwa. Bado ni wadogo. Tunataka kuona watoto wetu. Na dhuru kurusha mawe haikuji. Tumeshukuru tena zaidi kwa sababu umetukaribisha bila stahili. Na uendelee hapo kabisa kwa sababu tuko nyuma yako mheshimiwa. Wote. Yenye kompele bari yenyu. Nzuri. Kwa majina ni Ben Bomoa. Sauti. Ni hiyo mask. So ya kwanza tunashukuru kwa yote ambayo umetufanyia. Maana ingekuwa ni mwanadamu ako na roho ile ya unyama angetusaidia. Mali ulitusaidia hata hatuwezi sema kitu, tunasema tu ni asante. Sababu tukisema tukulipe hatuwezi. Ni Mungu tu peke yake tu ndo anaweza kukulipa. So kwa yote tunashukuru kwa ile yote ambayo umetusikia kilio chetu. Tumekuwa na viongozi wengi sana. Lakini sauti yetu haisikiki, haifiki pale level mahali inafaa ifike.
lakini tunashukuru wewe uliweza kusikia sauti yetu. Uliweza kusikia nduru wakati tulipiga nduru. Tunasema ni asante. Jambo nyingine tunaomba ni utueleze mahali tunaenda tubadilishe hizi kura. Mimi kwanza ukitueleza tu mahali tunaenda tu tubadilishe, tutashukuru sana. Hatushukuru sababu ya kulipwa ama sababu ya kenye imefanyika. Tuko ready kubadilisha kutoka kwa mioyo zetu. So ukituambia hiyo tutashukuru sana. Kitu nyingine tunaomba kama vijana na wamama wa mboga, tumeumia sana. Tumeumia sana. Sababu kama kijana, acha niongee kwanza upande ya vijana. Kama vijana kumekuwa na more cases, zimekuwa mingi sana. Unasikia confirm, sijui vijana wameenda kuiba, hawendi kufanya vile ni kutaka, wengine ni kusingiziwa. Wanasemekana hiyo ndo legacy iende kwa mtu fulani, ama sipo iende kwa mtu fulani ajitokeze aweze kuuza sera zake kwa mambo mbaya. Mnyonge asikiki. Kama vijana tunaomba utuangalie sana. Upande ya basari, kompyuta wengine wanaweza fanya hapa hivi. Kuna watu wanaweza enda driving, kuna wengine wanaweza enda hand beauty. Ukiweza kusaidia ule mtu kwa ile kitu ambaye inaweza kumsaidia kwa maisha, ni vyema kumsaidia kuliko kumpia shilingi 200 ambaye atakula saa hiyo ishe. Kitu nyingine tunaomba, kama mama mboga wameweza kuhangaika sana. Wengi ni single mothers wako hapa hivi. Mimi ninaongea hivyo sababu nimelelewa na single mother. Wengine single mother hawana kazi. Akienda pale hivyo kuuza mboga, akienda kuchukua mboga anasumbuliwa na kanjo. Akienda kufanya kitu amesumbuliwa. Kwa hivyo hapati usaidizi mali yoyote. Anajaribu vile atatafutia mtoto wake ende kibarua, hapati. Kwa hivyo ukiweza kuangalia pia hao kwa macho huruma, tutasema ni asanti. Pia jambo nyingine ambaye ni la muhimu sana, kuna ndugu zetu wadogo ambaye wako shule. Wengine wameweza kukama nyumbani sababu hawana basari, hawana school fees, hawana uniform. So ukiweza kuangalia na macho huruma pia tutasema ni asanti. Sababu wengi wameanza kuacha mashule sababu ya school fees na si kupenda kwao. Wengine ni werevu sana. Hizi basari zikikuja zinapeanwa na kujuana. Kuna wakati basari zimetolewa hazifanyi kazi, ni basari zimepigwa photocopy. Hazifanyi kazi, ni basari za kufoji. Amen tena. Bwana asifiwe tena. Mimi ndamshukuru Baba na Mwana na Roho mwenyewe ametuongoza tumefika kwa boma ya mheshimiwa. Wote haleluya. Wote haleluya. Ni furaha sana vile Mungu ametutembeza. Hii safari tulianza kupanga kitambo. Wote haleluya. Ile siku ile tulipata na shida Lakeview. Tukajaribu kuchikuna tukaona hatutoboi. Lakini Mungu alituonekania, mheshimiwa akatuokolea chamu. Tulipata gari basi 2 mheshimiwa na ndio tumekuja tukurudishia shukrani. Amen. Juu huyo mzee wetu angekaa Nakuru na ingekuwa ni aibu kwa sisi watu tunatoka Western. Tulijaribu kuchanga, tukajaribu tukakuta hospitali ni pili mingi, sanduku nayo ndio hiyo, hatuna hata gari, hatuna vile tutafanya. Tukasema yenye mheshimiwa ametutendea ni makubwa sana, lazima tutafanya juu na chini, tufika kwa boma yake tutoe shukrani yetu. Ndipo tulipanga, hata tukasumbua huyo driver huyo mwenye tulienda naye chairman. Tulimsumbua kwa gari tukienda. Tukamwambia uambie kiongozi tunataka tukuja kwa boma kirasmi. Tutoe shukrani zetu kwa kazi yenye alitutendea kwa pasta. Ndio akatuambia mpango itapangwa polepole, tufanye nini tutakuja. Mimi ndani yangu nimefurahia sana. Mimi ni mmoja, ninahangaika ndaza kufia huko niosea kwa nyumba. Lakini Mungu atuonekanie, tunafika kwa mheshimiwa, atusongee kwa hiyo makao yake, hata sisi tukae ndani. Si ndivyo? Ndivyo sasa watu wake tumechanganyikana. Hatuko Waluya na Wakisi peke yetu. Tuko na Wakikuyu hapo wametusupport. Walichionea na macho penye tulikuwa.
wakatusupport, wakatuambia hata sisi tutaenda na nyinyi penye mnaenda. Sasa sisi tumekuja kwa mji ya mheshimiwa, tumemwambia tuko na yeye, kama ni siku gani atupangie, tumupee kura yetu ya itoka huko chini ikuje ifanye kazi. Nitasema ukweli. Penye nitasapata msaada, afadhali nipatiane yangu. Napatiana mahali penye sisaitiwi. Tunaumia. Kama mimi ni mchane. Sasa mtoto wangu amepita, sina mtu akunipelekea college. Mtoto anataka kuchinyonga kwa nyumba. Hakuna mtu ananisaidia, pesa mimi sipati. Sasa afadhali nikuje kwa mheshimiwa. Ndipo tumeamua kukuja na hao wote. Tukuja kwa mheshimiwa. Kwa hivyo mheshimiwa, tuko na kilio, tuko na machozi, utatupangusa machozi yetu na usituache. Tumekuja tuna roho moja. Watu wa Lakeview, Bwana asifiwe. Amen. God is good all the time. Bas, kwa majina mimi naitwa mtumishi Choroyot, mimi ndio katibu wa chama ambacho kinatawala cha Jubilee, si ile chama ingine mnasikia inaitwa UDA. Chama ambayo kinatawala ambayo kinaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta. Tuko na Gavana Lee Kinyanjui na Mheshimiwa Arama wa Nakuru Town West. Kwanza ni kuwashukuru kwa sababu mmetembelea leo mheshimiwa. Inakuwa very difficult kufind ya kwamba mheshimiwa ana host watu. Kuna wabunge wanachaguliwa, ikifika wakati wamechaguliwa wamewin kiti wanatoroka wananchi, alafu tena wanakuja wakati wa uchaguzi. Sio ni kweli? Na mimi najua wengi sana katika Nakuru County. Tuko na wabunge 11. Na kati ya hao 11 mwenye ana perform the best performer ambaye hata kwa Republic ya Kenya inajulikana ni mmoja ambaye anaitwa Super MP Mheshimiwa Samuel Arama. Jambo la pili ningependa kuwahimiza ya kwamba hata nyinyi watu wa Lakeview, ninajua mko na msemo katika Nakuru Town West. Kwa sababu mmekuja katika Town West kutembelea mheshimiwa, naomba nyinyi hiyo kura zenyu kama inawezekana muweke mahali pamoja, ikuje West alafu tusukume Arama bado 2022. Yes. Jambo la mwisho ambayo ningependa kusema na ningependa kuomba mheshimiwa Arama. Nimeona hivi majuzi, najua uko na network kubwa sana mpaka Nairobi. Wewe ni rafiki mkubwa wa mheshimiwa Waziri Matiang'i. Tena wewe ni mheshimiwa mkubwa wa Rais Uhuru Kenyatta. Nataka utafute vijana kidogo katika hii jamii, uwape nafasi katika kazi, kama ni NYS wawekwe huko. Ile kitu ningependa kuomba sasa ya mwisho ni kwamba mwaka wa 2022 sio mbali. Sisi kama Jubilee, najua wengine hata kama mnasema mko ile chama ya pale juu, sawa tu, mahali mtapiga sawa, lakini hapa katikati mheshimiwa Arama. Kabisa. Lakini ile kitu ningependa kuwaomba ni kwamba unajua hii ni siasa. Siasa inataka kuwe na mwelekeo na maombi. Hatutaki kufanya makosa mwaka wa 2022. Tunaangalia viongozi wenye wametufanyia kazi. Kama mtu hajetufanyia kazi, pana pea kura. Kama mtu amewafanyia kazi, mpatie kura. Kutoka hisi ya kuja kushika kura na Nakuru Town West. Sijamwambia kwa sababu mchumbe wa Nakuru Town East Bwana Gikaria ni my colleague na tunaheshimiana sana na yeye. Kwa hivyo, lakini kama ni demokrasia pia, kama watu wanaweza sema wanataka kuenda mahali, wanataka kuenda kupiga kura, hakuna mtu atakukataza. Sio democratic right. Hata Gikaria hawezi kuona mbaya. Hata ndamueleza nimwambie Waluya wako. Unajua hata watu wanasema pia yeye ni Mluya. Ama mjawahi kusema hiyo. Ndamwambia Waluya yako wanatoroka kutoka kwako, wanataka kuja kwangu. Najua watu wanasema Gikaria ni Mluya. Mimi sijui. Lakini mtu mwingine akaniambia ukitaka kujua Mluya
uangalie hapa kwa kitu uone nywele imefika wapi. Nywele ukiangalia nywele yake chakua ya Kikuyu imefika karibu na ya wetu hivi pande inasikia nywele ya Waluya. Kwa hivyo nitamweleza nimwambie mmekuja pande hii na mnataka wale vile Koechi amesema mzuri sana. Sisi tunapeana pasari kulingana na kura yako iko wapi. Kama unataka pasari hiyo unasikia kama saa hii wale watoto waliingia form 1. Wale walikuwa wanaingia wale kwa form 1 saa hii. I paid for them fully. Nilikuwa nawalipia wote. Kama mtoto wako ameitwa Alliance wanalipa ile pesa inalipa first term. Kama ni 40,000 nilikuwa nalipa 40. Kama ni 20 nalipa 20. Kama ni 27 hivyo nilipa sote. Na ile imefanya watoto wetu wengi sana wameenda sile shule mzuri hawangeenda. Unajua jana nafikiri nilikuwa naongea na watu fulani walikuja hapa kutoka Shabab. Watu wako na mali, wako na pesa. Nikawachekeza nikamwambia unajua ile kitu nimeundua sisi wale watu tuko na pesa watoto wetu wapitangi kwenda shule vizuri. Hawapitangi. Unakuta mtoto ya maskini ameitwa shule mzuri kama Alliance ama Maranda ama Pangani ama hii zingine unasikia mzuri na Kuruhai. Amepita kutoka shule ile ya chini Kaptembwa, Heshima, hii Milimani, hizi zetu tu public schools. Mtoto anapita na marks mzuri anaitwa shule mzuri nimesema. Lakini kwa sababu mzazi akiweza anataka kupeleka mtoto shule ile mahali atakuwa anaenda kulipa pesa kidogo. So unakuja anaenda anatafuta tajiri fulani, yule yako na pesa na mtoto yake hajaitwa kwa hiyo shule. Wanafuatana naye mpaka hapa kwangu. Anakuja ananieleza anasema mimi nataka unisaidie. Mimi niko na pesa. Mtoto yangu hajaitwa shule mzuri lakini huyu mtoto yake ana huyu mzazi ana pesa lakini mtoto yake ameitwa Alliance. Mimi nataka unisaidie unibadilishie hii barua lakini mimi nimlipie yeye mtoto hii aenda hapa day school. Umesikia maneno? Na nimesaidia watoto wengi. Kama mkikuja Nakuru Town West siku moja mtakuja kuelewa hiyo maneno vile sisi tunafanya. Nitaita hiyo watoto wale tumesaidia. Wameenda hata saa hii wengine wametoka Nairobi School wamekuwa na A stand. Wengine walienda huku Nyambari wamerudi na A-. Wengine walienda wapi? Hakuna watoto wale tumesaidia wa watu maskini kusoma kuenda kwa hizi mashule mzuri unasikia Kenya hii. Kwa sababu gani? Nikikuja nikupatie pesa nusu. Tuseme mtoto analipa 40,000, nikupee 20. Nikuambie peleka hiyo pasari mtoto aenda ingie shule. Yule mwalimu atachukua 20, akuambie aenda lete pesa ya kutosha. Hawezi mtoto hawezi kuingia kwa hiyo shule. Hawezi. Atakuambia wewe rudi, uende ulete pesa ya kutosha. Na ikikaa kidogo kama siku zimeisha, ukirudi unakuta nafasi yako imepeanwa kwa ile mtu wako na pesa. Unasikia? Alafu sasa mtoto yako utarudisha wapi? Nyumbani. Utamrudisha kwa hizi shule hapa kidogo. Kwa hivyo sisi tunataka elimu ikuwe ni ya watu wote, matajiri na maskini. Si ni kweli? Na mtu akulipia school fees leo. Mtu akulipia school fees mtoto yake aingie kama ni Alliance, kama pesa yake amekulipia yote. Ukienda kukosa hiyo mbele kuendelea mbele, ile mwalimu hawezi kuuza ile nafasi yako. Atafukuza mtoto aende kutafuta pesa, lakini mtoto ukipata pesa atarudi wapi? Kwa hiyo shule. Si ni kweli? Kwa hivyo sisi hapa ndio tumeweka hiyo mpangilio.